Amesema kwa hali yake na ya kiafya atakuja yeye au mwakilishi wake, lakini leo yuko Dar es Salaam, anaomba iwe kesho saa 3 asubuhi. Sasa ukimwita kila mwajiriwa aliyeajiriwa kama hajatoa hata 100, Mungu anichukue kesho isifike. Kima chao cha chini sekta ya viwanda na biashara ni 200,000. Alafu mfanyakazi wa ndani anakuwa sijui shilingi ngapi ameandika pale 300,000. Umeona? Sasa kazi ninayoifanya mimi hapa au si tunaoifanya kazi hapa na anaifanya mtu wa ndani? Tukafanya kazi za ndani. Sasa bora sisi tukafanya kazi za ndani basi. Toka shilingi 275,000 hadi 358,322. Na vipande hivi visikatwe. Maana kuna baadhi ya waandishi wa habari wanatoa ofisini, wanakata vipande, wanapeka vipande vingine nusu. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni Njiro, nje ya kiwanda cha Lodhia, ambapo leo wafanyakazi wa kiwanda hiki zaidi ya 500 wamegoma kuingia kazini kutokana na kile ambacho wamekieleza kwamba ni ongezeko la mshahara, hasa kile kima cha kiserikali. Kwa mujibu wa maelezo yao, imeelezwa kwamba watu wanalipwa mishahara tofauti tofauti, lakini kiwango cha serikali kinaeleza vizuri mtu ambaye anafanya sekta binafsi kiasi gani ambacho anapaswa kulipwa. Lakini wafanyakazi hawa walichukua fursa hiyo pia kutafuta barua ambayo ilitolewa maelekezo na serikali juu ya ongezeko la kiwango cha mishahara. Lakini kufuatia mgomo huo uliwafanya maafisa wa idara ya kazi kufika katika eneo hili kwa ajili ya kuwasikiliza. Lakini muafaka haukupatikana kwa sababu wamiliki wenyewe wa kiwanda hiki hawakuzungumza. Hata diwani mwenyewe aliyekuja hapa kwa ajili ya kuingia ndani ili ingalau ajue nini kinaendelea, naye alizuia getini asiingie. Lakini pamoja na hayo, afisa idara ya kazi akawasiliana na mmiliki wa kiwanda hiki akieleza kwamba yuko Dar es Salaam na anaumwa, hivyo atatuma mwakilishi au atakuja yeye mwenyewe. Kwa hiyo siku ya kesho tena hapa majira saa 3, wananchi hawa ambao ni wafanyakazi wa kiwanda hichi cha Lodhia watafika tena hapa ili wapate mwafaka wa kile ambacho kinaendelea. Je, mishahara ni ile ile ama kuna malalamiko mengine? Ukishindwa kutetea haki yako, hakuna mtu atakaye kuja kutetea haki yako mpaka unaingia kabrini. Kwa majina naitwa Charles Pasco, nafanya kazi finance. Ongezeko la mshahara kwa hapa ndani, jamani, tunaumia sana. Mtu analipwa mwingine 190,000, mko kitengo kimoja. Unaona hii ngewi, mi watu walikimbia, nimeumia pale, watu walikimbia dakika 30, kila mmoja anafikiria hivi, mimi baada ya dakika 5 nitakuwaje? Jicho linafanywa hivi na daktari, unakimbia, umeumia, lakini hakuna mtetezi yoyote atakaye kuambia nimekutetea kwa hichi. Sasa tunapodai ongezeko la mshahara, uongozi wa serikali mko hapa, naomba ufafanuzi. Serikali ni kubwa kuliko kiwanda, au kiwanda kikubwa kuliko serikali? Tamko la serikali mwajiri hataki kupinga. Kutoka kiasi cha shilingi 153 wao wanavyodai, wamepeleka mpaka 102 ndio kinatumika sasa hivi. Wakati hata hiyo 275 sisi tulikuwa tujafika. Sasa tunachotaka basi, hatutaki hiyo 275, twende kwenye 358 iliyotamkwa na serikali. Ianze kutumika kuanzia Januari hii. Ndio tunachoitaka. Kitu cha pili, kuhusu habari ya Twiko. Tufafanuliwe basi, Twiko ina kazi gani jamani? Kama kutetea haki yangu basi nitetewe. Tunakatwa pesa kila mwezi. Kila mwezi tunakatwa pesa. Hata kama mshahara umekuja 134, hiyo 6,000 utaitoa tu, utake ustake. Unaweza kukosa hata sukari ya watoto ndani imekatwa Twiko. Maana yake nini? Yaani nakatwa uelewi maana yake nini? Basi kama uongozi wa Twiko huko hapa, utuambie taratibu na kanuni za Twiko zikoje? Tunafanya uchaguzi baada ya muda gani tufanye? Na mwaka wangapi? Mwaka wa 4 sasa hivi. Sijawahi kuona hata siku moja uchaguzi ufanyike. Hata diwani wewe unakaa miaka 5 uchaguzi ufanyiki? Unafanyika. Sasa kama uchaguzi unafanyika, kipi ambacho hakifanyiki? Maana kaja mpya, mimi ni mpya. Sasa wewe ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika, basi uongozi uwe na kikomo. Uongozi uwe na kikomo. Mimi sio kwamba anapiga kampeni, hapana.
ila anachowaambia kwamba uongozi wana kikomo, tuone mabadiliko ndani ya Twiko. Jamani, swala la tatu, nilisema viko vitatu vipengele, nitavizungumza. Rushwa. Hapa ndani ya siku 10 na ngapi zilizopita hapa wameajiriwa watu kama ngapi hivi, sina takwimu kamili, lakini ukimwita kila mwajiriwa aliyeajiriwa kama hajatoa hata 100, Mungu anichukue kesho isifike. Alafu mtu anasema yani kama kampuni ya kwake, jamani, tunanyanyaswa sana. Mtu anasema eti kwamba huyu mpe mkataba miezi fulani. Hivi miezi 6 mimi nitaenda kupata mkopo wapi diwani? Miezi 3 nitaenda kupata wapi mkopo? Kuna kampuni ambayo haimdai mfanyakazi. Maendeleo nitapataje bila kuwa hata na mkopo, bila hata kudaiwa na kampuni? Mimi ingefaa zaidi wafanyakazi wangekuwa wanadaiwa hata bati 20, nondo 40. Hata kila mmoja awe na kwake basi. Hatuna cha SACCOS ya nini ya mikopo wala nini. Sasa unafanya kazi miaka 10, huna hata room moja. Miaka 10 diwani, huna hata room moja. Wewe mwenyewe miaka 5 umeshatoboa. Uongo. Miaka 5 ushatoboa. Haya, kuna viwanda vingapi? Wafanyakazi 700. Ni swala dogo sana la kukaa na chini na kuongea kwamba jamani, mimi nitawalipa hivi na hivi ishe, kuliko kuanza kuandamana vitu kama hivi hapa. Hapa mpaka mdau unapoongea hapa, tumezuia production zaidi ya tani hata 17 20 hapa. Hizo tani 20 anaingiza shilingi ngapi? Kwa nini tusifanye maelewano tu ya kidiplomasia tumalize? Swala la utetezi tunaliomba lifanyike. Alafu tupate ufafanuzi kwamba hii serikali inaongozwa na Mama Samia na mawaziri wake pamoja na wewe madiwani, tujue nini kinaendelea, kwa sababu jambo dogo sana tunaanza kuwekeana maandamano. Si udhalilishaji huu? Sasa mimi naomba, mimi ningekuwa mimi ndio mmiliki wa kiwanda, watu 700 siwezi kuweka maandamano hata siku moja. Unashindwa kukaa na wafanyakazi? Unashindwa kukaa na wafanyakazi kuwapa maelewano basi? Kitu kidogo hichi. Watu 700, hata kama ungesema jamani, kulingana labda na kodi. Nasikia mmewapunguzia kodi huko. Mmewapunguzia kodi, lakini sisi huku kodi mtu analipwa 800,000, anakatwa mpaka 200,000. Kodi. Sasa kama mmewapunguzia kodi, wanashindwaje kutuongezea mshahara? Watu wanashindwaje kuongezewa mshahara? Jambo dogo, tukae chini tuelewane, mshahara uongezeke. Jamani, tupo? Tupo. Mshahara ongezeke usiongezeke? Ongezeke. Nguvu moja. Katika utetezi wa haki za wafanyakazi, hii ni Mei Mosi ya pili, tusiposhiriki tutaenda kwa mkuu wa mkoa. Kushiriki Mei Mosi ni haki ya mfanyakazi kwa mujibu wa sheria. Nadhani kama sio sheria ya 2007 iliyofanywa marekebisho 2011, tutaijua sheria ya haki ya mfanyakazi kushiriki Mei Mosi. Mei Mosi ya mwaka jana tumenyimwa, hatujashiriki. Na hela imekatwa. Sasa hizi hela zinaenda wapi? Mimi ningeshukuru sana kama TAKUKURU wangekuwepo hapa. Watu wanakula rushwa. Ndio mkuu. Watu wanakula rushwa. Jambo ni moja leo tuleta hapa sisi. Serikali imetuambia kima cha chini ni 358,600. Sawa, hata kama na 300 na ngapi, lakini ni 358. Tunatolewa kwenye 200,000, unaambiwa sasa hivi unapelekwa kutoka 150,000 mpaka 200,000. Ndugu zangu, wametupunja. Mshahara kwa kimo cha chini, kwa kazi mkifanya, hata waandishi wa habari mkiingia huko ndani, mkiwakuta watu wanaofanya zile kazi, mnaona huruma, mnasema jamani, Mungu awasaidie, mshahara uongezwe. Lakini sisi hapa tumembona 200,000. Je, Mheshimiwa Ridhiwani, mtoto wa mama labda au mtoto wa baba, tumseme tu ukweli leo, kama yupo na yeye aje. Mkuu wa wilaya kama Arusha mjini yupo aje. Mkuu wa mkoa kama yupo na yeye pia aje, atuambie kwa nini unapingana na serikali kila mwaka. Hao waindi ni kina nani wenyewe? Tulieni na mengi kuelezea.
lakini siwezi kuyamaliza yote, ila nataka niongelee machache na vipande hivi visikatwe. Maana kuna baadhi ya waandishi wa habari wanatoa ofisini, wanakata vipande, wanapeleka vipande vingine nusu. Sawa. Tunaomba mmwambie mama kabisa, sekta ya viwanda vya chuma watu wamechafukwa, maisha ni machafu, maisha yamepanda. Nyama nusu wenyewe shilingi 7,000, kilo 14,000, 15,000, unga 1,500 dukani, anapandishia kodi huku tunangoa 200,000. Je, sisi tunapataje huo mshahara wa mama? Mama atuongezee mshahara, tuongezee mshahara na muhindi, tufanye kazi. Kama mimi kuongea hapa ilikuwa ni mbaya, anifukuze kazi, anilipe dokumenti zangu zote, mimi sikatai kuondoka, tamwacha kiwanda chake. Tayatengeneza maisha ya watu wa baadaye, sio mimi. Mimi nitaondoka, tawaachia watu, tafukuzwa kwa figisu. Huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi. Sawa, sikatai, mimi nitaondoka. Lakini bila haki yangu mimi kulipwa, siwezi ondoka kiwanda hichi. Na miaka 12, naenda wapi mimi? Na bado mshahara tunataka kima cha chini atuambie ni laki ngapi? Ni 358, ni 300, ni 270, 280, 290, atutajie. Mbona wapo hapa leo? Twiko wanajijua wenyewe, na uongozi wa Twiko kama upo, waje hapa kutoka wilayani na mkoani, so hapa ndani. Hapa ndani hatuelewi. Tunataka mkoani au wilayani. Twiko ni kisababishi kikubwa sana, wanauchanganisha na sisi. Uchaguzi mpaka leo tujafanya, miaka mingapi imeshapita. Twiko tuambia Januari tunakuja kufanya uchaguzi, mpaka leo hawajaja. Yaani sisi ni kwamba hivi, tunakaa kuanzia leo Ijumaa. Jumamosi tunakaa tena, hatujaona mrejesho. Jumatatu tuko hapa. Yaani ni muendelezo. Sawa. Nani? Atusaidie nini? Atusaidie nini? Nani? Aweke maroboti sawa, lakini Masamia na Ridhiwani kitu kimoja. Atusaidie nini? Atusaidie nini? Hawezi kutusaidia. Ameshasaidia kwenye kampeni inatosha. Unje msaidio nini tena huku? Huku ni nguvu zetu sisi wenyewe. Diwani ufanye kazi pale. Ungekuja hata siku moja ungefanya kazi pale ndani, au ungeangalia ile kazi kwa huruma. Ungeza kasema wa jamaa ongezewe mshahara. Diwani wewe unapitaga tu, unaingia ofisini, unachukua CV nondo vingapi unaondoka, lakini hujaangalia kazi kule. Kwa majina anaitwa Selemani Ali Musa, ni mfanyakazi wa Lozia Industry. Changamoto ile kuwepo hapa leo ni ongezeko la mishahara ambalo limetangazwa na serikali kwa sekta binafsi. Mpaka sasa hivi hatuelewi, na ongezeko lilisemekana ni kuanzia mwezi huu Januari, lakini mpaka sasa hivi tarehe 1 Januari, lakini mpaka dakika hii ni tarehe 10 na ngapi leo, hatuoni chochote. Na ufafanuzi ambao umetolewa huko ndani ya kiwanda ni kwamba sekta yetu ambayo yani kazi yetu tunaifanya huko sio sekta binafsi, ni sekta ya viwanda na biashara. Sasa tunataka ufafanuzi kwanza, cha kwanza kabisa ufafanuzi, tuelewe kiwanda tunachofanya kazi kiko kwenye sekta binafsi au sekta gani? Yani cha kwanza hicho tukielewe. Alafu serikali ilipotangaza sekta binafsi iwe na ongezeko la mishahara ambacho kima cha chini ni 300 na 58,000, wanatuita pale wanatuambia kwamba ufafanuzi walioweka wao, sisi ni sekta viwanda na biashara, ambao wanasema kima chao cha chini sekta ya viwanda na biashara ni 200,000. Alafu mfanyakazi wa ndani anakuwa sijui shilingi ngapi wameandika pale, 300,000. Umeona? Sasa kazi ninayoifanya mimi hapa au si tunaoifanya kazi hapa na anaifanya mtu wa ndani? Tukafanya kazi za ndani. Sasa bora sisi tukafanya kazi za ndani basi. Umeona? Maana kazi tunaifanya sasa ni ngumu. Serikali itupe ufafanuzi basi. Au ilichokisema serikali, wao kwa nini wanakipinga? Hatujaingia kutokana na hilo swala. Maana kutokea tarehe 1 ongezeko la mishahara lilikuwa limetakiwa leo limefanyaje? Limeshabadilika. Leo ni tarehe 16. Hakuna mabadiliko yote. Kwamba itaenda mwisho wa mwezi na itakuwa mwezi wa pili sasa. Mimi naitwa Lucas Matiko, ni mfanyakazi wa Lozia Industry hapa viwandani hapa. Ukiangalia la kima cha chini ambacho kilikuwa kimetangazwa na serikali ndio ile 358,000. Lakini imekuja kutangazwa hapo kwamba ni 200,000. Kikubwa zaidi kilichotuvuruga ni kwamba
Kwa nini imekuwa hiyo 200,000 na sio hiyo 300,000 na hiyo 50,000 hiyo? Si ndio hivyo? Kibaya zaidi wanacholalamika wenzangu hapa wanasema kwamba uchumi sasa hivi umepanda. Jamani, tunaelewa hivyo. Sawa. Kwa mtu akija kulipa hiyo 200,000 hiyo, ana familia kule nyumbani, analipa kodi, kwa anashindwa kumanage mahitaji binafsi jamani. Si ndio? Kwa tunataka ufafanuzi, sekta binafsi ni ipi? Viwandani au ufanyakazi wa ndani? Sawa kama ni ufanyakazi wa ndani tuhamie huko majumbani huko. Tukae mabeki 3 kwa sababu tunaweza kufua hiyo kupika hiyo marojorojo tunaweza jamani, si ndio hivyo? Tukapike jamani. Aliyekuwa waziri mwenye zamana ya kazi wakati huo alitangaza kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kupitia gazeti la serikali lenye namba 687. Haiza kwa mujibu wa sheria tajwa, amri hiyo itamaliza mwaka ifikapo Disemba 2025. Ndugu wanahabari, ninayo furaha kuwataarifu kuwa mchakato wa upangaji wa kima kipya chini cha mshahara umekamilika kwa kuzingatia mamlaka tuliopewa chini ya kifungu cha 39(1) sheria tajwa imezingatiwa. Amri kima cha chini cha mshahara kupitia gazeti la serikali tarehe 13 Oktoba 2025 yenye namba 605. Kwa mujibu wa amri ya sekta, kima cha chini cha mshahara utaongezeka kutoka 13 mwaka 2022 hadi 16 mwaka 2025, kutoka sekta ndogo 25 mwaka 2022 hadi 46 kwa mwaka 2025. Aidha, kima cha chini cha mshahara kitaongezeka kwa wastani wa 33.4% kutoka shilingi 275,000 hadi 358,322. Amri kima cha chini cha mshahara imegusa sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, afya, mawasiliano, usafishaji, hoteli, madini, biashara, viwanda, shule binafsi, huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi, huduma ya madini, michezo, utamaduni pamoja na huduma zingine. Aidha, kwa mujibu wa amri hiyo, kima cha chini cha mshahara sekta binafsi itaanza kutumika rasmi tarehe 1 Januari 2026. Ndugu wanahabari, kima cha chini cha mshahara kimetajwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoidhinishwa katika mkataba wa sheria wa kazi za dunia ILO pamoja na viwango vya kimataifa. Utekelezaji wa amri hii kutoa elimu kwa waajiri na wafanyakazi pamoja na kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kikamilifu. Imetolewa na Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Ajira yenye Ulemavu, Oktoba 17, 2025. Jina naitwa Danieli Nada, ni mfanyakazi wa Lozia. Kiukweli sasa hivi hapa tulipo tunalipwa shilingi 200,000. Sio kwamba wametekeleza ule wajibu wa awali, agizo la serikali ile la zamani. Hapana, bado haijafikia hata ile 275,000. Kwa hiyo hata sasa hivi hapo watu wameweka mgomo kwa sababu wamesema kwamba ongezeko ni kutokea 150,000 hadi 200,000. Je, ni kweli? Na wao ndio jinsi wanavyosema, lakini mimi sidhani kama ni kweli. Alafu wanasema kwamba wameweka ratiba nyingi pale, lakini wanasema kwamba sisi ni sekta ya viwanda na biashara, sio sekta binafsi. Naitwa Isaac Vurunya. Mimi ni mfanyakazi wa Lozia Industry. Changamoto iliyoko hapa, tunafanya kazi ngumu lakini mshahara mdogo. Unakuta unafanya kazi kwa mwezi mzima, hela uliyopata haikizi hata. Unakuta familia yenyewe haikizi mahitaji.
Pia hapa ndani mishahara hatufanani. Viongozi wao wana mishahara mikubwa. Kwa hiyo ndio maana hapa hamna hata kiongozi hata mmoja anatutetea. Kwa hiyo sisi kama sisi walala hoi tumejikaza tu, naongea hapa lakini kesho kutwa anaweza kafukuzwa kazi. Ombi letu na lalamiko letu, kazi yetu ni ngumu hapa, kazi ni hatarishi. Mimi mwenyewe hapa na mdogo wangu aliumia hapa kazini. Mpaka sasa hivi ni mlemavu wa kudumu, ni mzigo wa familia. Na hapa ndani wanakupenda tu ukiwa na nguvu. Ukiwa huna nguvu hauna thamani tena. Tunachokiomba serikali tusaidie. Tunafanya kazi hatarishi. Hii kazi ni ya nondo, kazi ni ngumu. Kiasi kwamba ukichelewa kidogo nondo inaweza kukutoboa ukawa ni marehemu. Kwani tunacheza kamari na maisha yetu hapa. Tunajitoa maana tamko la serikali ni vijana nguvu kazi tufanye kazi. Tunafanya kazi lakini bado tuko chini. Hela tunayopata haikizi mahitaji yetu kabisa. Kiukweli kila siku sisi ni wa shida. Hata sasa hivi hapa nikiwa na tatizo lolote ikabidi niende kwa mwajiri nikakope mkopo. Na mkopo pia nikikopa 200,000 napewa laki ili shida zangu zisiishe. Naitwa Selemani Bakari. Mimi ushauri wangu tu na naomba tu nishauri kampuni waje tu wafuate tu agizo tu la serikali ambayo imesema 358 ambacho hicho kimo kitasaidia hata angalau watu wale ya chini. Umeona? Maana sisi ukiangalia kule mtaani kule maisha yako juu sasa, kwa sasa hivi vyakula viko juu, vyumba vimeshapanda bei. Umeona? Kwa sababu sasa unakuta kitu kama hicho serikali ambacho imeweka, lakini sasa kampuni inakuja nasumbua, sidhani kana kwamba ni sahihi sana. Mimi yangu ni hayo tu. Kwa Argentinos, watu kwa leo wamegoma kazi, na hisi ni kwa sababu moja. Kwa sababu serikali ilipotoa tamko na waziri akatoa tamko, alisema kima cha chini kiwe 358,000 na change kadhaa. Lakini jana tukawa tumebandikiwa tangazo pale getini kwamba kwa sekta ya viwanda, yani wao wameorozesha, kwa sababu waziri na mwenyewe alipotoa tamko alisema sekta na hisi za sekta binafsi zimetoka 16 hadi kufikia 22. Kwa hiyo akawa amesema kima cha chini kwa sekta binafsi ni 358,000, ambacho hicho kiwango kinahusisha sekta za viwanda, sekta za madini, sekta za biashara, uvuvi na zingine. Kwa hiyo yeye hakufafanua. Kima alichotangaza cha chini kilikuwa ni cha sekta zote binafsi. Sasa jana tukawekewa tangazo, tukaambiwa sekta ya viwanda kima cha chini kimepanda kutoka 150,000 kufikia shilingi 200,000. Kwa hiyo sisi wafanyakazi tukawa hatujaelewa. Ambacho hatukuelewa ni kitu kimoja. Wameweka huo ufafanuzi kama tangazo. Je, waziri kipindi anatangaza kima cha chini cha mshahara alishindwa kufafanua hivyo vitengo? Sababu alitakiwa wakati anatangaza kima cha chini cha mshahara aseme kwamba labda kima cha chini cha mshahara ni 358. Sekta za viwanda labda ni 100,000. Sekta ya uvuvi ni 200,000. Ina maana wangetuwekea hilo tangazo na hisi huu mgomo usingekuwepo mpaka sasa hivi. Lakini huu mgomo umekuwepo kwa sababu alitoa tamko kwamba sekta binafsi liwe 358,000. Sasa wanapokuja kutuwekea tangazo wakasema sekta ya viwanda ni 200,000. Sisi hicho hatukusikia rais na waziri anatamka jambo kama hilo. Na hisi ndio jambo limekuja kupelekea mgomo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo na hisi tunachotaka sisi ni tamko kutoka serikalini. Waseme labda kutokana na tamka alosema waziri kwamba sekta binafsi ni 358, kuna vipengele vinagawanywa. Kwamba sekta ya viwanda ni shilingi kadhaa, sekta ya uvuvi ni shilingi kadhaa, na hisi waziri angekuwa ametoa hilo tamko mpaka sasa hivi tusingekuwa hapa. Kwa hiyo tunaiomba serikali itupe mlolongo kwamba je, walichotoorodhesha pale kwenye ubao wa matangazo na wao wanavyosema ni sahihi. Amesema tu maambia hapana basi. Hiyo tu. Hajaongea zaidi. Wewe nani, ni mlinzi au nani? Mimi ni mlinzi. Wapi? Unaitwa nani? Likinji. Kwa hiyo hutaturuhusu tuingie ndani? Mimi nikiwa mlinzi sina nguvu. Kwa sababu hii ni kampuni sio yangu, ameniajiri. Ukituruhusu tuingie utafukuzwa kazi au? Kwamba kwa sababu sasa nitaambiwa sasa unafanya kazi gani mlango kwenye geti. Na tumesema hapa. Na hao wafanyakazi leo hawataingia ndani. Sijaelewa. Wewe una changamoto, wenzako mbona wamegoma wewe hujagoma?
mimi kisheria askari hawezi kukwama kwa sababu mali aliyoko hapa ndani mimi ndio nasimamia. Ikipotea na kamatwa badala hawa wafanyakazi. Hawa ni wafanyakazi wa ndani. Mimi ni mlinzi ya kulinda mali. Kwa hiyo hata kama ikiwa nakwama sikwami ili mali ya watu wasipotee. Kwa hiyo hauko sawa na hawa kwenye kudai mishahara? Mimi niko sawa, lakini mimi siwezi kuacha mali ya watu ibiwe. Niache geti, nifunge geti. Na wewe unalalamika mshahara ni mdogo kama mlinzi. Uko sawa na wasema tu unatetea kazi yako kwa kuogopa? Siogopi. Jina naitwa Melance Edmond Kinabo, diwani wakati wa jiji la Arusha. Nimepigwa simu na wananchi wao kwamba niji nifike hapa mara moja, nimefika. Na nimetii wito wenu. Kwamba kazi kubwa ambao walalamikia ni kwamba mishahara yao agizo lililotangazwa kwa imepanda mpaka sasa hivi ile mishahara mipya haijapewa. Wana haki ya msingi. Kwa hiyo sawa na msingi. Mimi langu la kufanya hapa kwamba kwanza nakutana na ule kiongozi wa wafanyakazi. Alafu tunakutana na wamiliki ambao ndio waajiri wetu kwenye kiwanda cha Lodhia, tujue mstakabali mzima wa hii jambo la vijana. Ameleta maombi yana option mbili. Moja, yuko tayari kwa mazungumzo, kuzungumza na nyinyi. Sawa? Amesema kwa hali yake na ya kiafya atakuja yeye au mwakilishi wake. Lakini leo yuko Dar es Salaam, anaomba iwe kesho saa 3 asubuhi. Sasa ikiwa kesho saa 3 mnakutana naye kwa mazungumzo hapa nje, sawa vyovyote vile, sawa kabisa. Leo sasa swali kawa leo inakuwaje? Akasema moja, kama mko tayari kuingia kazini, hiyo sasa ni nyinyi maamuzi yenu, muingie, alafu kesho saa 3 mkutano. Ya pili, kama hiyo haiwezekani, haya sawa. Kama hiyo haiwezekani, basi leo mpumzike, mtulie, tukutane kesho saa 3, uongozi wote wa kiwanda, mkurugenzi mkuu na uongozi wa serikali pamoja na ninyi wafanyakazi. Hiyo mnasemaje? Kesho saa 3 asubuhi. Sawa? Andaeni hoja zenu vizuri. Sikilizeni basi. Sikilizeni bado. Sikilizeni vizuri. Ili tupate mwafaka, andaeni hoja zenu vizuri na wazungumzaji wazuri. Si ndio? Tusije tukapoteza muda mwingi. Kwa hiyo tujiandae wenyewe, tujipange nani atazungumza nini. Alafu serikali itakuwepo kwa ajili ya kujibu na kiwanda, uongozi mkuu wa juu utakuwepo. Si ndio jamani? Hiyo ni taski ambayo tunapeana. Kwa hiyo kama mwingi basi mpumzike, kesho saa 3 asubuhi. Sawa. Si ndio? Hakuna swali, nafikiri tukutane kesho saa 3 asubuhi.